AS FAR Rabat yaweza kukutana na rungu zito kutoka CAF, na hii imetokana na mambo au matukio yaliyotokea katika mechi yao ya CAF Champions League iliyohusisha klabu kutoka Misri Al Ahly, mabingwa wa kihistoria hawa wakicheza dhidi ya AS FAR Rabat. Sasa kuna matukio ya utovu wa nidhamu ambao yametokea katika mechi hiyo. Bwana, matukio gani? Niko hapa katika kuhakikisha na kuelezea na kuchambulia matukio yote yaliyotokea katika mechi hiyo. Kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo, comment, share, like. Bwana, ukifuatilia mitandaoni na hata hapa kwenye hii page yangu unakutana na hii video ambayo inaonyesha wachezaji wa Ahly wakijaribu kukwepa na kutoa makopo ya maji nje, kwa sababu mashabiki wa AS FAR Rabat walianza kuwarushia wachezaji wa Al Ahly, kiasi cha kwamba kilitokeza sitofahamu baina ya wachezaji wa AS FAR Rabat na wachezaji wa Al Ahly na pia na mashabiki wa AS FAR Rabat. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji wa Al Ahly, ukiangalia video nyingi zinazosambaa mtandaoni, walikuwa wanaonesha kwenda kushtaki kwa referee wa mchezo, kuonesha vifaa ambavyo vimerushwa au vitu vyenye ncha kali ambavyo vimerushwa katikati ya uwanja ili referee achukue hatua zaidi. Lakini tuliona baadhi ya wachezaji wa AS FAR Rabat wakaanza kumzuia yule mchezaji asiende kupeleka ujumbe wa vitu ambavyo vimerushwa katika uwanja ambao mechi ilikuwa inafanyika. Kwa tukaona jinsi Al Ahly waliendelea kucheza katika mazingira magumu, na hichi kitu sio kitu kigeni sana katika viwanja vya nchi za kaskazini huko Algeria, Morocco, Misri. Yani Waarabu wanaingiaga na matokeo yao mfukoni, wakiona mambo yanakuwa ndivyo sivyo, ndivyo wanaamua kufanya fujo, kwa sababu wanaonekana si wavumilivu. Sasa mambo kama haya CAF huwa wanapigia kelele, na adhabu zake mara nyingi inawezekana kabisa kwamba AS FAR Rabat wakakutana na rungu zito la kufungiwa kuingiza mashabiki, yani kucheza mechi zinazofuata bila mashabiki. Sasa hii inaweza ikawa faida kubwa sana kwa Yanga, kwa sababu kama AS FAR Rabat wakikutana na hiyo rungu zito kutoka CAF, kwa lugha rahisi, itarahisisha Yanga kupata unafuu wa mechi yake ya ugenini dhidi ya AS FAR Rabat, kwa sababu ile pressure kutoka kwa mashabiki itakuwa imepungua na Yanga wanaweza kucheza kwa ufanisi, na ya Mungu mengi inawezekana Yanga wakaondoka na alama 3. Kwa hiyo hapa hizi fujo za Al Ahly na AS FAR Rabat zinaweza zikawa furaha kubwa sana kwa Yanga endapo pale CAF watachukulia hatua za kinidhamu dhidi ya timu au mashabiki wa AS FAR Rabat waliosababisha hizo fujo. Kwa hiyo kuna ule msemo wa Swahili wanasema vita vya panzi furaha ya kunguru. Kwa hiyo namuona hapa kunguru akiwa ni Yanga, akiona ile vita iliyotokea kati ya Ahly na AS FAR Rabat ya mashabiki kurusha makopo, kwake itakuwa faida kubwa sana na kuweza kufanikisha Yanga kucheza bila pressure yote katika mechi yake ya ugenini dhidi ya AS FAR Rabat. Na ukumbuke hata mechi iliyopita ya Yanga alienda ugenini kucheza na JS Kabylie, ilitokea hali kama hii ya mashabiki kurushia makopo wachezaji wa Yanga. Sasa hii ni faida kubwa sana kwa Yanga, na kama nchi na wapenda soka wa Tanzania tunaomba AS FAR Rabat wakutane na rungu zito ili wasiweze kurejea hii tabia ya kurusha makopo kwa mashabiki wa timu hiyo, na iwe faida kubwa kwa Yanga na aweze kuitumia kupata alama 3 au hata sare ambayo inaweza ikasaidia Yanga kufika au kufuzu hatua inayofuata ya robo finali. Bwana, kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo.